Ndio maana wale waliopigana vita wametoka vitani, wamekuwa wameelewa nini maana ya kunena kwa lugha. Mtu anakupiga kirungu, wewe unamjibu rekaba santaka paraba. Anawaza huyu mtu ni wa namna gani? Kwa sababu Petro mwanafunzi wa Yesu, yeye alisulubishwa kichwa chini miguu juu, kwa sababu amekataa kumkana Yesu. Matayo alifungwa kwenye gari akaburuzwa mpaka akafa. Hao ni wanafunzi wa Yesu. Bartolomayo alichunwa kwa ngozi, akachunwa ngozi katoka mpaka akafa. Stefano alipigwa mawe mpaka akafa. Luka alichomwa mikuki Ugiriki mpaka akafa. Hakuna mwanafunzi wa Yesu aliyekufa na malaria au na magonjwa. Wote wale. Tena Petro alipoambiwa unatakiwa kuuawa au kana imani yako, akasema niko tayari kuuawa. Wakamwambia tunakusulubisha msalabani kama bwana wako. Akawaambia mimi msinisulubishe msalabani kama bwana wangu, mimi nisulubisheni kichwa chini miguu juu. Majabali ya imani hayo, majabali ya imani hayo, majabali ya imani hayo. Si kumwamini tu, ila hata kuteswa kwa ajili yake. Unanielewa eh? Unanielewa eh? Wanafunzi wa Yesu wote waliuawa. Yohana unayemwona huyu aliyeandika kitabu cha Ufunuo, yeye alichukuliwa akawekwa kwenye mafuta yaliyochemshwa. Yaani mafuta yanachemshwa, na alikuwa anaegama kwenye kifua cha Yesu, wakamweka ndani ya mafuta yaliyochemshwa. Lakini wakati ule alikuwa hajaandika kitabu cha Ufunuo. Wakachemsha mafuta, wakamweka ndani, wakafunika, yakatokota. Wakajua tumeshamkaanga mtume. Walipofungua hivi kifuniko, Yohana akatoka akawaambia, ndugu zangu pendaneni, kwa maana upendo watoka kwa Bwana. Wakasema chemsha tena. Wakachemsha na kuchemsha na kuchemsha. Anapofungua anaibuka anawaambia, ndugu zangu pendaneni, kwa maana upendo watoka kwa Bwana. Asiyempenda ndugu yake ni muuaji, nami namwambia hakuna muuaji aliye na sehemu katika ufalme wa Mungu. Wakasema huyu jamaa peleka kwenye kisiwa cha Patmo. Mimi nimewahi kufika kisiwa cha Patmo, sio kwenye ulimwengu wa roho. Kisiwa cha Patmo kiko kwenye nchi ya Ugiriki. Nimeenda mpaka kwenye kisiwa cha Patmo, nikaona mahala alipopelekwa Yohana. Alikuwa ametolewa Uturuki, akaletwa kwenye kisiwa cha Patmo. Kisiwa cha Patmo kina mawe, ni miamba. Afe kule. Huyu kumchemsha imeshindikana, afe kwa kukosa chakula. Alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo ana njaa. Biblia inasema ndipo siku moja ya Jumapili alikuwa katika roho. Alipogeuka nyuma yake anatakiwa afe. Amepelekwa ili afe. Kumbe amepelekwa kwenye appointment na Bwana. Yeyote anayetaka kukuangamiza anakusogeza